Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo. Mbele yetu tupo na mechi ambayo imebeba taswira ya vitu vingi sana. Kwanza ni mechi ambayo mashabiki wa Simba wanatamani sana kwa sababu itakuwa ni moja ya mechi ambayo wana Simba wanataka kuangalia wachezaji wake. Yaani imekuwa kama mechi ya Simba Day kwa sababu Simba wamefanya usajili wa zaidi ya wachezaji 5 mpaka 6. Yaani unaweza kusema timu imekuwa mpya. Kuanzia golini kuna mchezaji mpya, safu ya ulinzi kwa maana kuna mabeki wapya, eneo la viungo pia kuna maingizo mapya, lakini pia mbele kule pia kuna maingizo mapya na kuna baadhi ya wachezaji ambao wameondoka. Kwa mashabiki wa Simba wanatamani sana kuiona Simba yao. Hilo ni moja. Lakini mbili, maneno ambayo ameongea kocha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana Steven Baka. Yeye amesema timu yake mtaanza kuiona kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu umefika muda mfupi na bado hajapata ile rhythm ya timu yake, na kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanawataka bado hajawapata. Kwa hiyo watu wanatamani kuiona Simba ya Steven Baka. Lakini pia tatu, ni mechi ambayo Simba wanahitaji ili kurudisha ule ubora ambao walikuwa nao. Kwa unaweza ukaona ni mechi ambayo itakuwa ina vitu vingi sana. Lakini kabla sijafika kuizungumzia hiyo game, lakini pia kuwapa kikosi ambacho kinaenda kuanza, ipo taarifa ambayo inawahusu wapinzani wao kwa maana Esperance de Tunis. Wamepigwa rungu na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana CAF limechukulia hatua klabu ya Esperance Sportive de Tunis kwa kutozwa faini ya dola za Kimarekani 15,000 sawa na takriban shilingi milioni 41.25 za Kitanzania kufuatia ukiukaji wa kanuni iliyojitokeza wakati wa mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien ya nchini Mali. Mchezo huo ulipigwa jijini Tunis tarehe 22 Novemba 2025. Adhabu hiyo imetokana na ripoti rasmi ya kiusalama iliyowasilishwa na kamishna wa mchezo huo Dickson Okello kutoka Uganda. Ripoti hiyo ilibainisha kuwa mashabiki wa Esperance de Tunis walitumia fataki ndani ya uwanja wakati wa mchezo, kitendo ambacho ni kinyume na kanuni za miongozo ya CAF inayolenga kuhakikisha usalama wa watazamaji, wachezaji na maofisa wa mechi husika. Kwa mujibu wa uamuzi huo, CAF imewaelekeza klabu ya Esperance de Tunis kulipa faini hiyo ndani ya muda uliopangwa, huku ikionya kuwa kushindwa kutekeleza agizo hilo kwa wakati kunaweza kusababisha kuchukuliwa kwa hatua zaidi za kinidhamu dhidi ya klabu hiyo, ikiwemo adhabu kali zaidi endapo makosa yatajirudia. Wakati huo huo, Esperance de Tunis inaendelea na maandalizi ya mechi yake ijayo ya hatua ya makundi ambapo itavaana na klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania katika mchezo wa mzunguko wa 3 wa ligi ya mabingwa Afrika. Mechi hiyo inatarajiwa kupigwa leo hii Jumamosi kwa maana Januari 24 katika uwanja wa Olympique de Rades jijini Tunis kuanzia majira saa 1 usiku kwa saa za Tanzania. Mchezo huo ni wa muhimu mkubwa katika kundi D ambapo kila pointi ina thamani kubwa katika mbio za kusonga mbele. Esperance de Tunis italazimika kuzingatia kwa umakini suala la nidhamu ya mashabiki wake sambamba na kuonyesha kiwango bora uwanjani ili kupata matokeo chanya dhidi ya Simba Sports Club. Kwa unaweza kuona kwamba kutokana na hiki ambacho kimetokea, viongozi wa Esperance de Tunis wanaweza kuwa please kwa maana kuongea na mashabiki wao kuacha kufanya kile ambacho walikifanya dhidi ya Esperance de Tunis, na hii inaweza ikawa ni faida kwa Simba kwa sababu ile pressure mashabiki huenda wasikutane nayo kama vile ambavyo tumewazoea mashabiki wa soka kutoka huko maeneo ya mataifa ya Afrika ya Kaskazini. Kwa unaweza kuona nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Lakini pia ukiangalia msimamo, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa hivi sasa hana pointi na yeye ndiye ambaye anaburuza mkia, lakini juu yake kuna timu kama Esperance de Tunis ambao wao wana pointi 2 kwa maana mechi zao 2 zote wametoa sare, lakini wapo Stade Malien ambao wao wana pointi 4 kwa maana walitoa sare dhidi ya Esperance de Tunis, lakini walipata ushindi dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wapo hawa Atletico de Luanda, hao nao wana pointi 4 kwa maana 3 walizipata kwa Simba, lakini 1 waliipata kwa Esperance de Tunis. Yes, Simba ataenda kupata nini kwenye huu mchezo? Tusubiri na tuone, lakini asante
kwa wewe ambaye unatangaza biashara yako nasi, ambaye nawe kama unataka kutangaza biashara na sisi, basi tucheki kwa namba ya simu 0711659593. Twende kusikia sasa kikosi cha Steve Barker ama kikosi cha Simba kinaenda kuanza vipi. Lakini pia wakati huo, asante kwa Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha mabati aina zote. Zipo bati za mgongo mpana, bati za mgongo mwembamba, bati za batili wa chega na zile za mfano wa vigae. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Ipo warranty zaidi ya miaka 10 ya uangalizi. Twende kusikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kinaenda kuanza vipi dhidi ya Esperance de Tunis. Nakupa kikosi bora ambacho sasa hivi Simba ya sali na maziwa ya kutupeleka hatua robo finali. Na mashabiki wachukue hichi, wakiangalia mwenyewe, waandike mchezaji mmoja mmoja kwa namba zake. Hapo na wapa kikosi kwenye mfumo wa 4-2-3-1. Twende tuanze. Nambari 1 Kasira. Huyo ni goalkeeper. Tumemtoa timu ya taifa Niger. Huyu ni kama Tiba Courtois wa Real Madrid. Nambari 2 Shomari Kapombe, show me the way. Napenda kumuita Alexander Arnold wa Simba Sports Club. Nambari 3 Nixon Kibabage, kazaliwa upya ndani ya Simba. Namuita Marcelo Kibabage. Nambari 4 Luciano Dilok, Sergio Ramos wa Bongo. Nambari 5 namkuta Tule nampanisha na aina ya beki Pepe wa Real Madrid. Pepe wa moto. Pepe wa moto. Nambari 5 pale. Tule. Nambari 6. Nambari 6 Yusuf Agoma. Huyu napenda kumuita Sergio Busquets wa Bongo. Anaishi bahati mbaya. Afu nambari 7 unamkuta winga Libase Gwe. Libase Gwe Yamine Yamal. Libase Gwe Masantantuano. Libase Gwe Dembele. Unamkuta pembeni. Nambari 8 Nabi Kamara. Huyu kama Xavi anacheza. Ambao mashabiki hamjawahi kumuona Xavi Barcelona, muangalie Nabi Kamara. Afu nambari 9 Nabi Kamara anakupa yule Xavi aliyopotea, unamkuta kwa Nabi Kamara. Afu nambari 9 Jonathan Soa Alandi. Nambari 10 unampata Kra. Naomba ninywe maji. Hebu kunywa maji. Naomba ninywe maji kumtaja namba 10 kwa heshima. Kratos Chota Chama, Mwamba Lusaka, Triple 3 Kevin De Bruyne. Macho yako unaona kama ninavyoona mimi au mimi naona kama unavyoona? Ndo Kratos Chota Chama, Kevin De Bruyne wa Bongo. Amekuja kurejesha heshima ya Simba, nambari 10 pale. Hapo nambari 11 unamputa Elia Mpanzu Kibisewala Neymar. Yule ndo Neymar. Hicho ndio kikosi cha Simba. Kasira, Kapombe, Kababage, Luciano Dilok, Tule, Kagoma, Libase Gwe, Nabi Kamara, Alan, Jonathan Soa, Kratos Chama, Elia Mpanzu Kibisawala. Yanga wana kikosi miaka 100 watu wamiliki kikosi. Azam watu wamiliki kikosi miaka buku. Singida Black Star watu wamiliki kikosi miaka 100. Wewe unataka kutuambia hichi kikosi kiko Simba. Sasa niambie kikosi hicho kitaja. Klabu gani NBC Premier League itapata draw na Simba kikianza kutumika? Unaiona klabu gani NBC Premier League kiifunga Simba Sports Club? Unaiona wako ambaye amekushona mara 6 mfululizo. Na mimi ndo naanza sasa hivi kumshona kwa kikosi hichi. Libase Gwe anakuja. Hebu iangalie hiyo Simba. Libase Gwe anakuja. Sawa, Elia Mpanzu anakuja. Kratos Chama na tani. Aland anaiomba. Nabi Kamara anataka achukue mali. Kagoma anataka achukue. Huku Kibabage na overlap, Shomari Kapombe na overlap. Luciano Dilok anaiombea kwa namba 6. Huku Kasira anasogea mbele kama namba 5. Hiyo Simba achana nayo kaka. Sasa niambie NBC Premier League timu gani itaifunga Simba hiyo iliyojengwa? Sasa mashabiki msiboboje tena. Simba tayari imeundwa kwenye